kutoboa, wanasoma watoto wa mjini. Kwa hiyo tini ni kila kitu, na sasa hivi sheria inasema kwamba kuanzia miaka 18 kuendelea unatakiwa uwe na tini, na tini hiyo unaozungumzia ni bure, kwa maana kwamba haulipi chochote. Sasa ili upate tini unatakiwa uwe na kitu gani? Kama una namba ya NIDA au kitambulisho cha NIDA unaipata moja kwa moja bila kwenda kwenye ofisi za TRA. Lakini kama hauna NIDA au kitambulisho cha NIDA inakulazimu uende kwenye ofisi za TRA, kwa sababu itakutaka uwe na upigwe picha, kwa maana upate picha yako, upate fingerprints, lakini pia na ID yako. Kama utakuwa na kitambulisho kile cha kura au au na passport ya kusafiria utaipata, lakini itakulazimu uende kwenye ofisi za TRA. Sasa tuje kwenye umiliki wa vyombo vya moto. Ni wengi tunamiliki vyombo vya moto, lakini hatujabadilisha umiliki. Ya unakuta una chombo umenunua kwa mtu, Juma amenunua kwa Ali, lakini bado anatumia jina la Ali. Sasa hayo ni makosa ya kisheria. Lakini pia inaweza kuletea matatizo, kwa sababu ikitokea kile chombo umekimiliki, unajabadilisha umiliki, ikatokea imepata ajali, imechukuliwa ikaenda kufanya uwizi mahali fulani, atakayeulizwa ni yule ambaye hajabadilisha umiliki, anaonekana kwa ile kadi. Kwa hiyo nataka kusema ni nini? Unaponunua chombo cha moto, inawezekana umepewa chombo kwa ajili ya mkataba, umemaliza mkataba, badilisha umiliki wa chombo cha moto, ili wewe uwe salama na yule aliyekuuzia awe salama. Tumeelewana? Ni wangapi wanamiliki chombo cha moto kwa majina ya watu wengine? Nyosha tu, mimi si maana uhuru. Sasa hayo ndio nazungumzia. Iko chombo sio cha kwako. Yaani kama unamiliki kadi haijabadilishwa, hiyo chombo sio cha kwako. Kwa sababu kwenye kadi anaonekana mtu mwingine. Kwa hiyo niombe tubadilishe umiliki, na gharama zake sio kubwa za kubadilisha umiliki. Gharama zake za kubadilisha umiliki ni hizi zifuatazo. Kwa bajaji au tuanze na bodaboda.